Kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hadi tarehe 1 kwa ajili ya uamuzi baada ya mahakama kusikiliza taarifa ya Lissu kutoka gerezani. Lissu ameeleza mahakama ukiukwaji wa haki zake za msingi kama mtuhumiwa, huku upande wa mwendesha mashtaka ukitaka shauri hilo kuahirishwa. Lissu amekuwa akinyimwa fursa ya kuzungumza au kusalimiana na watu. Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto, lakini pia ukizingatia kwamba mawakili sisi paka hatua hii tunafika takriban siku 68 hatukuwahi kupata fursa ya kuzungumza kama mawakili, kwenda gerezani kumtembelea, kujadiliana naye. Kwa hiyo tunazungumza kwa njia ya kioo, kwa njia ya simu, kiasi kwamba tunashindwa kufanya consultation na mteja. Tunapata muda wa kufanya visitation. Sisi kama mawakili tunajua mara nyingi tunaenda mahakamani, tunaenda magerezani, tunazungumza na wateja wetu, lakini namna ya kuzungumza na Lissu inakuwa ni tofauti na wateja wengine. Mambo ambayo Mheshimiwa Lissu ameyaibua ambayo ni mambo ya msingi sana. Kwanza amesema sasa anataka kujitetea mwenyewe kwa sababu kwa siku 68 kuna haki ambazo alistahili kuzipata na mawakili wake walipambana sana, walipigana sana wazipate. Sasa kuna mambo ameyaibua ambayo yanahitaji mjadala, mambo makubwa sana. Kwanza haki yake ya kuabudu kama mfungwa ambaye yuko mahabusu, amenyimwa toka ameingia mahabusu gereza la Ukonga, hajapata haki ya kuabudu. Kesi kwa kweli bado unatuletea wasiwasi na unachanganya, maana tulitegemea leo shauri hili kwamba lingewekwa mezani tujue hatima yake ni nini, lakini bado kesi yenyewe imeahirishwa. Wanadai swala bado liko kwa PPP. Mahakama inapoenda kuanza, Bwana uanze nasi, ukasimame uliye Mungu mwenye haki. Biblia inasema haki. Baada ya shauri la uhaini kumaliza, Lissu ameendelea na shauri la uchochezi ambalo limekuwa likienda sambamba na shauri la uhaini, huku akifuatiliwa na wafuasi wa Chadema na viongozi wakuu pamoja na watu mbalimbali katika shauri linalomkabili.